karudi duniani. Huko duniani wanaokinabisha John, huko duniani wanaye mchungaji Mkiria, huko duniani wana wachungaji mbalimbali. Wawasikie hao, wawaambie habari zangu, wawaambie habari za Yesu. Wakisha waamini hao, ndipo wataokoka. Kwa hiyo mpendwa, kama unasubiri atoke mtu kutoka kuzimu wa mbinguni ili atuambie habari za Yesu, sahau. Ni sisi hawa tutakwambia habari hizi, na usipoamini, nataka nikwambie, Yesu ataleta hukumuni siku ile ya kwamba Injili ilihubiriwa na wewe ulikataa. Ataleta hukumuni ya kwamba yule kijana alisimama kwenye jukwaa lile, lakini wewe ulipuuza. Utapata ishara gani? Utapata ishara gani? Utapata mshahara gani? Maana Biblia inaniambia mshahara wa dhambi ni mauti. Hivyo nikatafakari na kuwaza sana, kumbe hata dhambi ni kazi. Shetani amewaajiri watu kwenye kazi ya dhambi, wanaifanya dhambi, halafu wanalipwa kifo. Nani anakubali kuendelea kufanya kazi hiyo ili alipwe kifo? Mimi sikubali kufanya kazi ya namna hiyo, na wewe usikubali kufanya kazi ya namna hii. Amua leo umkubali Yesu leo. Amua leo uje kwa Yesu leo. Amua leo uje kwa Yesu. Bado iko nafasi msalabani, bado iko nafasi msalabani. Kaka yangu iko nafasi msalabani, dada yangu iko nafasi msalabani, mama yangu iko nafasi msalabani, kijana iko nafasi msalabani. Haleluya! Mimi sikubali kuifanya kazi hiyo, kazi ambayo msala wake ni mauti, kazi ambayo matokeo yake ni kifo. Shetani anakulenga tu, anakulemba tu, lakini nataka nikuhakikishie, anakutafuta kwenye kona kuue. Yesu akasema ya kwamba Shetani alikuwa ni muuaji toka mwanzo, anakutafuta kumeze. Biblia inaniambia yeye ni kama simba ngurumaye. Amekutunza tu kwa siku ile ambayo atakumeza vizuri. Unafurahia raha ya zinaa kwa dakika chache, unafurahia raha ya pombe, raha ya sigara kwa dakika chache, lakini anakutafuta tu, anakuweka kwenye targeti ili akupige vizuri, ili akuue vizuri, maana yeye ni muuaji. Yohana akaandika akasema ya kwamba yeye haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, lakini Yesu alikuja ili wawe na uzima na wakawe na tele. Na mimi jioni ya leo natangaza habari za Yesu aliyekuja ili wakawe na uzima tena wakawe na tele. Unangoja nini mpendwa? Haleluya! Akubariki baraza, Mungu akubariki. Haleluya, haleluya, haleluya. Na Yesu akuponye roho ya ulevi kutoka kwa jina la Yesu. Hautakuwa mlevi tena kwa jina la Yesu. Ninaiamuru hiyo roho itoke ndani yako. Ninaiamuru hiyo roho itoke ndani yako. Toka kwa jina la Yesu. 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 Toka. Hayonoka. Ninaiamuru hiyo roho ya ulevi itoke. Ewe roho ya ulevi, ninakuapisha kwa jina la Yesu. Ninakuamuru kwa jina la Yesu. Yaache maisha yake. Yaache maisha yake. Hata kwa mlevi tena kwa jina la Yesu. Haleluya makutano. Haleluya makutano. Utapokea ishara gani? Utapokea ishara gani? Utapokea ishara gani? Lakini yeye aliyekuja ili wawe na uzima na wakawe na tele, ndiye anayetangaza habari zake kwa siku ya mwisho, ya kwamba huyo ndiye atasimama siku ile kwenye kiti cha hukumu. Atakaposimama, utakuwa mgeni wa nani? Utapata ishara gani? Kama umekaa, simama tu kwa miguu yako. Kama umekaa, simama tu kwa miguu yako. Maadamu wewe hauna shida miguu, lakini naiona neema ya Bwana kukuponya. Naiona neema ya Bwana kukuponya jioni ya leo. Pamoja na yote, naiona neema ya kukusaidia. Lakini utapokea ishara gani? Wakati wa makutano tusogee tu. Mheshimu mtu Mungu, kaka yangu.
Halafu tusogee kwenye viwanja hivi, tusogee kwenye viwanja hivi, tusogee kwenye viwanja hivi, tusogee tu kwa neema ya Mungu. Sogea tu ndugu yangu, sogea. Sogea tu ndugu yangu, sogea. Sogea tu ndugu yangu, sogea. Hata wewe brother, mwache tu, atakuwa na ushuhuda, hata kuwa mlevi. Sogea tu ndugu yangu, sogea. Unanisikia huko?